Hamjambo na karibuni katika kipindi cha leo. Leo ningependa tuweze kujifunza maneno ya adabu na heshima. Wakati tunazungumza kuhusu maneno ya adabu na heshima, haya ni maneno gani? Haya ni maneno ambayo huonyesha ya kwamba wewe uko na mwelekeo mwema, ama wewe unatumia maneno ambayo yanaweza yakafurahisha mtu mwingine wakati mnazungumza, ama wakati unataka kumuuliza kitu. Kwa hivyo tutaanza na maneno ya adabu. Maneno ya adabu. Maneno ya adabu haya ni maneno gani? Kuna ile neno la kawaida ambalo hutumika halina adabu, na kuna lile neno ambalo unapaswa kutumia badala hilo neno ambalo halina adabu kuonyesha ya kwamba uko na nidhamu. Kwa hivyo tuko na neno chooni. Neno la kawaida tuko na neno chooni. Badala ya kusema neno chooni, unapaswa kusema nini? Unapaswa kusema msalani. Tuko na neno lingine ambalo si neno la adabu, ambalo hutumika sana na watu. Watu husema kwamba wanataka kuenda fanya nini? Kukojoa. Kwa hivyo tuko na neno kukojoa. Kukojoa. Badala ya kutumia hili neno kukojoa, unapaswa kusema nini? Unapaswa kusema haja dogo. Tuko na neno lingine ambalo ni la kawaida, ambalo hutumika na halina adabu, neno kama vile matako. Neno matako. Badala ya kusema neno matako, unapaswa kusema nini? Unapaswa kutumia neno makalio. Tuko na neno lingine ambalo ni la kawaida lakini halina adabu, kama vile tuko na neno matiti. Watu wengi wanapenda kutumia neno matiti, lakini hatupaswi kusema neno matiti. Unapaswa kutumia neno la adabu ambalo ni maziwa. Kwa hivyo unapaswa kusema maziwa. Tuko na neno lingine ambalo ni la kawaida halina adabu, neno kuhara. Badala ya kusema neno kuhara, unapaswa kutumia neno ambalo lina adabu, ambalo ni kuendesha. Badala ya kusema ana mimba, unapaswa kusema nini? Unapaswa kusema mjamzito. Swali langu ni neno la kawaida ambalo ni kukunya. Neno la adabu ambalo mtu anapaswa kutumia ni gani? Utanijibu pale. Ningependa tuweze kuangalia maneno ambayo tunaita maneno ya heshima. Maneno ya heshima. Maneno ya heshima ni maneno gani? Maneno haya ni yale ambayo wakati unazungumza na mtu unaonyesha kwamba uko na mwelekeo mwema. Tuko na neno kama vile wakati unataka kuomba mtu kitu utamwambia naomba. Tuko na neno tafadhali. Tuko na neno asante. Tuko na neno pole. Tuko na neno samahani. Kwa hivyo haya ni baadhi ya yale maneno ambayo huonyeshana ya kwamba we ni mtu ambaye ako na heshima wakati unazungumza na mtu. Unataka kitu kutoka kwa mtu, utatumia neno naomba. Utaambia mtu tafadhali. Mtu akikupa kitu utamwambia asante. Tuko na neno pole ambalo labda umeumiza mtu ama umepata mtu ni mgonjwa, unatumia neno pole na neno samahani. Tuko na neno nisaidie. Haya maneno yote ni maneno ambayo hutumika kuonyesha kwamba mtu ako na nini? Mtu ako na heshima.
Asante sana kwa kutazama hii video. Kumbuka to subscribe to my YouTube channel kama hauja subscribe, ili uweze kuona more video. Na wale ambao wamekuwa wakija katika video zangu kutazama, asanteni sana na wapenda sana. Endeleeni kutazama. Remember to like, comment, share and subscribe.